Matumaini yangu ni kwamba hu mweri wa afya, mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbwa katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu, wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula Sa ameshaitoa kwetu, nami kama kawaida navyo kinukuu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, tutaenda kuongelea tema ambayo itakayowasumbua watu wengi sana, lakini pia kwa wengine itakuwa ni tema ambayo itaenda kuwavusha zaidi sana katika aina mbalimbali za ufahamu. Tutazungumzia kuhusiana na sikukuu ambazo ni za kichawi, lakini walio wengi hawajui kwamba ni sikukuu za kichawi na zinajulikana kabisa hadharani. Kuna aina mbalimbali za sikukuu, ndugu zangu, ziwe sikukuu za kidini, ziwe sikukuu ambazo watu wanasema kwamba niko na sikukuu ya kuzaliwa kwangu. Zote ni sikukuu tu, na kutokana na hilo kuna wengi walio wengi kabisa hawajui kinachoendelea. Tatizo ni kwamba watu wanapopewa kwamba kuna sherehe fulani, hata sikukuu fulani, hawapendi kujiuliza chimbuko lake ni nini hasa. Tayari wao wanasikia tu na wanaingia tu, ni hivi, lakini hawajui kwa kweli chimbuko la hilo jambo ni kitu gani. Ni kama vile leo, wakati huu, sio leo lakini sio kama mbili ngapi hapa, ambapo huko Vatican nyote mnajua kama ndio taarifa ambayo inachukua kabisa media kwa wakati huu, ambapo wameonyesha fuvu la, kwa mujibu wao, mtakatifu kama nani, kama Agato kama nini hapo, ambao wamekionyesha hivi na kukibusu na kukiingiza ndani ya wakafungua nani kile kisanamu chao wakaingiza ndani. Imeumiza walio wengi zaidi sana. Mimi nimewaambia katika video ambayo ilipita, walio wengi waliumia, na hadi muda huu wengine wanaendelea kutoa video tu za kutosha sana kwenye mitandao ya kijamii. Ilikuwa namna gani? Sasa usi uchawi nini? Sisi wakati tunapoongea kuhusiana na dini zote, mwe mnafikiri kwamba tunaongea kwa sababu tuongee tu? Sisi tuliwaambia tangu zamani kwamba dini zote, ndugu zangu, ni za uongo, sio za ukweli, na aliye nyuma ya haya mambo ni Shetani. Sasa waliowaletea hizo dini ndio wale wanaowaonyesha hayo mambo. Hivi mnafikiri kwamba haya mambo ndio mara ya kwanza kufanyika? Ni mambo ambayo yapo tu, yanafanyika kila wakati, lakini kwa sasa hivi imewekwa hadharani. Na hadharani kwa nini? Kwa sababu tuko katika kipindi cha teknolojia ambapo kuna mitandao ya kijamii. Kwa sasa hivi taarifa zinafika kwa wepesi, tofauti sana na nyakati za zamani. Kunaweza ukatokea mambo huku, lakini msiyajue haraka, na labda hamwezi mkayajua, lakini kitu kinachotendeka leo dunia, sehemu zote zile ambao watu wana uwezo wa kupata internet za mtandao, wanaweza wakapata hiyo taarifa kwa urahisi zaidi sana, mambo ambayo yanatokea. Kwa hiyo yale ambayo mnayoyaona ni mambo ambayo yanafanyika kila wakati. Hilo mlielewe vizuri, kwa sababu katika hizo dini zenu kuna ibada za wafu ambazo zipo. Wakati huu ambapo wafu wote waliofariki katika kipindi fulani wataanza kutaja majina yao, mtakaa kimya kwa muda fulani, kwa dakika fulani, ili kuwaenzi, kuwakumbuka wale waliokufa, mambo kama hayo. Sasa yale mnayoyaona hadharani ni hadharani, lakini sasa yale ambayo yako ndani kwa ndani mtayaweza kwelikweli. Kwa hiyo ndio maana, ndugu zangu, sote tulikuwa katika ujinga, tulikuwa katika haya mambo, tulikuwa katika dini mbalimbali, lakini tulifikiri na sisi pia kwamba tulikuwa katika ukweli. Na siwezi nikawalaumu sana, kwa sababu nanyi pia mmeingizwa humo humo na wazazi wenu, na wazazi wetu nao pia hawakujua hilo, nao pia waliingizwa na wazazi wao, kwa sababu sisi kama vile watoto, kile ambacho baba anachokiongea, kile ambacho mama anachokiongea ndio ukweli. Kwa sababu sisi watoto zaidi sana, tunapokuwa wadogo zaidi sana, kuna watu karibu watatu ambao huwa maneno yao wakiongea hatuwezi tukasema kwamba ni uongo. Kuna mama, kuna baba na kuna mwalimu. Na hata zaidi sana, hata mwalimu sasa ndio hii ingine inaweza katisha, kwa sababu kuna mtoto anaweza kaja na taarifa ambayo mwalimu amesema hivi, mwalimu amesema hivi, lakini hata mama baba akimwambia kwamba hapana, sio hivi, ni hivi, anasema hapana, mwalimu alisema hivi. Unaona? Kwa hiyo ni hali ambayo mtoto anakuzwa katika hiyo malezi, anaelezwa kwamba huu ndio ukweli, huyu ndio Mungu ambao unatakiwa kuabudu, ni hivi ndivyo unavyotakiwa. Kila siku ya Jumapili unatakiwa kujiwakilisha mbele za Mungu ili kwenda kuabudu. Haya mambo tuliambiwa na wazazi wetu, nao pia walikopi, walibeba, wakabeba hivyo hivyo. Sisi tunazaliwa sasa, mnafikiri sisi tutafanya namna gani?
tutaingia humu humu tu, na yule ambaye haingii humu ambapo sisi hatuingii, tumekuzwa tumefunzwa na wazazi wetu kwamba hawa wataenda kuungua kwa sababu hawapo katika ukweli. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo tulienda kuambiwa kila mara, ndugu zangu. Sasa ndio maana haya mambo yapo, lakini hata kama haya mambo yalitokea, lakini natakiwa nasi pia tufikie kwenye kipindi ambapo tunajiuliza maswali ambayo ni ya busara, ni ya muhimu. Najiuliza, hivi kuna uhusiano gani kabisa katika ya mambo wanayoyaonyesha na uhalisia wa kiroho, ili watu watakasike waingie katika agizo kula vitu? Kuna nini hasa cha kushangaza ambacho nashangaa? Kuna mmoja ambaye ni mweusi tena, ambaye luba anatetea hivyo, anaambia Wakatoliki, hii msistetemeke, mnaona hilo jambo ambalo limefanyika kule isiwasumbue, bla bla bla. Mnajua kwamba katika Biblia imeandikwa kuna fuvu ambazo zilifanya watu wapate kupona, wapate maiti ilitupwa kwenye fuvu na fuvu ikafanya nini? Ikafanya kwamba maiti ikaamka. Kwa hiyo pale kuna fuvu ambayo imetupwa pale ambapo watu wamefufuka. Umeshasikia kwamba Wakatoliki aza wachungaji mapadri wa Kikatoliki wanafanya miujiza yenu ambao mnafanya katika hizo dini zenu takataka za ajabu ajabu, nanyi pia mmeshawaona wanaingia pale katika jina la Yesu Londre pai pai, wanaongea. Mmeshawaona wao, wanajua ni nini wanachokifanya. Hawako katika para no wanasoma, wanasomea, wana elimu kuhusiana na kile ambacho wanapenda kuongea. Kwa hiyo nyinyi wote ambao mnaojiita mchungaji au walimu, naambia kila wakati, hamwezi mkaingia hata kwenye mguu wa padri mmoja tu yeyote ambao mtamchukua, haijalishi ni sehemu gani alipo. Hivi mnaelewa vizuri? Na ni hao ndio waliowaletea huyu Yesu, na ni wao ndio waliowaletea namna gani mnatakiwa kusali. Ni wao ndio wamewaletea. Hata kama mnawakataa, mnasema sisi tupo Wakatolika, sasa muachie. Nasema tena muachie na Yesu wao, kwa sababu Yesu ni wao waliwaletea. Kwa hiyo hamtakiwi kuacha kitu kimoja na vingine mubaki navyo. Muachie hata Yesu wao. Kama mnasema kwamba wao ni mashetani, wanaabudu mashetani, muachie vitu vyao vyote, na hata Yesu huyu ambaye mnanani, msimwabudu, maana ni wao walioleta. Kama wao ni mashetani, ina maana kwamba hata Yesu wao mnapenda kumaanisha kwamba ni shetani pia, si ndio? Sasa muachie Yesu wao waendelee, na nyinyi mtafute cha kwenu, tuone mtaendea wapi. Kwa hiyo ndugu zangu, fanyeni angalisho na muwe na muda wa kutafakari haya mambo ambayo yanatendeka. Dini zote ni za uongo, imani zingine zote za ajabu ajabu zote ni za uongo. Hawa watu wanaoenda wa kemiti uongo mtupu. Watu wanaingia katika mambo ambayo wenyewe hawajui chimbuko lake limetokea wapi, na hapa ndio kunaingia matatizo makubwa sana, ndugu zangu. Kwa hiyo ndio maana sisi tukaona kwamba leo tuzungumzie kuhusiana na sheria, kuhusiana na sheria za sikukuu za kichawi, kwa sababu watu wanafikiri kwamba sikukuu wanazozisherekea katika mikusanyiko yao katika dini zao kwamba ni sikukuu ambazo ziko halali, ziko sawa. Na mnajua kwamba sikukuu zinazojulikana sana katika nyakati hizi ni kama vile sikukuu za Pasaka, mikate isiyowekwa chachu, Sabato, Pentekosti na kadhalika. Hizi zote ni sikukuu ambazo wanaamini. Kwa hiyo tutaenda kuongelea hizo sikukuu kabla hata ya Ukristo ujaja. Tuangalie aina gani hizo za na chimbuko, tuseme chimbuko ya hizo sikukuu na nini kilicho nyuma, kwa sababu nyinyi mnakuja kuambiwa yaliyo mbele tu wanasema hivi, lakini nyuma ni tofauti na kile ambacho wanachokuja kuambia. Ile ndio jambo ambalo ni tatizo. Kwa hiyo wanakuja kuwakilisha kitu fulani, picha fulani mbele yenu, lakini nyuma wana kitu ambacho wameficha huko nyuma. Sasa nyinyi mtabaki tu kwa kile ambacho wanawaambia hivi, lakini hamjui chimbuko huko nyuma kuna nini ambacho wamekificha. Sasa sisi mara kwa mara huwa tunaenda huko nyuma huko ambako wanaficha mambo, ili kuwaletea wazi nyinyi mpate kuelewa ni nini ambacho wanapenda kumaanisha wanaposema hivi, maana yake ni nini hasa. Kwa sababu wanaposema kwamba usifanye hivi, lakini mnakuja kuona kwamba wao tena wanafanya haya mambo. Sasa mjiulize, inakuwa namna gani ikiwa ni sheria ambayo inasema kwamba usifanye kitu kama hiki, tena mnakuja kuona wale wanaoleta hizo sheria tena wanakifanya hicho kitu, ili kuonyesha kwamba kile walichokiandika hakina maana hiyo ambayo unafikiri wewe. Maana yake ni kile ambacho watakifanya, lakini hata wakikifanya tena wataanza kujitetea kusema kwamba hapana, sio kwa namna hiyo na mambo. Kwa hiyo nikaona huyo mmoja ambaye ni mweusi tena, na ni weusi, ndugu zangu, sijui kama mnaenda wapi. Mambo yakifanyika huko tena ni wao ndio watakuwa wa kwanza kuja kutetea, kuweka makomenti, kuandika haleluya Bwana, nyinyi wote hamuelewi kitu, haya bla 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 bla.
Hawezi ukaona wazungu wako katika mijadala ya hiyo hata wao Wakatolika wa huku tuliko hawamwezi mkawakuta huko katika mijadala kusema kwamba ni ukweli. Hata wanawache ukisema kwamba naona kama ni uchawi, hata kuambia kila mmoja na namna yake ya kuona, inawezekana labda ni hivyo lakini ni huko kwetu tu ndio utakuta mada zinaendelea, watu wanagonga vichwa. Hapana, ni jambo la kawaida tu. Si hata huyu aliyekufa nani, Yakobo alipokufa alimwambia mwanawe, usichukue nani mifupa yangu usiache huku, upeleke nyumbani mama. Sasa aliyosema kwamba waanze kufanya mambo ya ibada, alimwambia aende achukue na aende kuizika, sio kwamba aiweke sehemu fulani ili watu waanze kuabudu. Hachane na huko. Sasa ndugu zangu, hizi sherehe ambazo nimegusagusa, Sabato nini, Pentekoste, mikate isiyowekwa chachu nini, haya mambo yanaongelewa ndani ya Biblia za kisasa, lakini ilikuwa ni kabla ya huo Kristo bado kuwepo. Na mtaelewa kwamba hizi sheria ambazo ni za kuabudu, kufanya hizo sikukuu zitakazo kuzitaja hapa, ni sheria ambayo iliwekwa kabla hata ya Uyahudi bado haujakuwepo. Na tutaenda kuambia ni nani aliyeweka hizo sheria ambazo mko nazo kwa wakati huu, na mnazo hizi sikukuu zote ambazo mnazisherekea, maana yake ni nini halisi kabisa, katika uhalisia wake kabisa, bila kuficha kitu chochote. Hapa ndio mtaenda kuelewa uhusiano, yani utofauti kati ya kile ambacho wanatuwaambia na mnapochukulia na uhalisia wenyewe wa kile ambacho wanaficha nyuma ya pazia. Kwa hiyo ndugu zangu, muwe makini sana. Lakini pia mnajua kwamba kuna ile sikukuu ambayo wataita sikukuu ya Noeli. Noeli ni sikukuu ambayo watasema kwamba kwa mujibu wao wa Kristo wanasema kwamba ni siku ambayo huyo Yesu wao alipozaliwa, lakini mnapoangalia kuhusiana na hivi, kuna vipindi vingi ambavyo tumetoa, mnakuja kuona kwamba uongo ni mwingi, ni kuhusiana na kuzaliwa kwake hakuna hata uhalisia wowote, kwa sababu jamaa hajawahi kuwepo. Lakini leo hatutaongelea kuhusiana na sikukuu ya Noeli aiza kuzaliwa kwake huyu atakayeita Yesu, bali tutaenda kuzungumzia sikukuu hizo ambazo ni za Kiyahudi, ambazo zilitendeka kabla ya Ukristo wenyewe. Tutawapa asili aiza chimbuko kabisa ya wapi sikukuu hizo zimetokea, ni nani mwanzilishi kabisa wa hizo zote: Sabato, mikate isiyowekwa chachu, Pasaka, Pentekoste, sijui nani, sherehe za vibanda, sikukuu za vibanda, sikukuu za tarumbeta. Haya mambo yote ambayo mnayasikia na mnayasoma ndani ya Biblia, mtaenda kuyaelewa chimbuko na ni nani aliyeanzisha hayo mambo. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Kalatabamu Luluma Bungulane, yani kitabu cha malaika walioanguka, utaratibu wa 3, kuanzia sura yake sura yake ya kwanza kumrazi, mstari wa 473 hadi 511. Hapo ndipo mafundisho yetu yatatokea. Inaanza kusema hivi, mstari wa 473 inaanza kusema ngungwa ngando lalemba na dingongo diba. Kwanza tunaposema hapa, tunaposoma ngungwa ngando lalemba, wale wasiojua wanatakiwa kuelewa kwanza ni akina nani na dingongo diba ni nani. Ngungwa ngando lalemba yani ni demoni ya kwanza kuzaliwa kati ya demoni zote ambazo zipo katika dunia hii, lakini upande usioonekana wa dunia hii. Na dingongo diba ni jike, yani ni demoni ya kwanza kwa aina zote za demoni za kike, tukasema hivi, aidha kwenye nafasi ya pili kama demoni ya pili kuzaliwa, sio kuumbwa. Na hakuna uhusiano wote kati ya vile ambavyo wanavyowaambia wengine kwamba sijui malaika walioanguka walipoanguka ndio wakawa demons. No, hapana. Malaika walioanguka ni malaika walioanguka tu na wapo tu na hawajabadilika kuwa kitu kingine. Hilo mlielewa vizuri. Lakini demons zilizaliwa hapa. Na hatuwezi tukawaambia tena ni nini, kwa sababu mafundisho yako ya kutosha zaidi sana namna gani demons zilivyokuja, zilipozaliwa katika dunia hii. Kwa hiyo ndipo sasa ngungwa ngandola lemba na nani na digongo diba walizungumza na Dibole. Sasa watafanya mazungumzo na Dibole. Huyu Dibole ndiye nani? Hivi mnaelewa vizuri Dibole ni nani? Dibole pia ni demon. Na hiyo demon inaabudiwa kwa wakati huu katika hizo dini zenu. Na tutaenda kutaja jina lake. Mwelewe vizuri Dibole. Kwa hiyo ndio maana ndani ya mabani nasema ambaye katika miaka mabilioni kadhaa atajulikana kwa jina la Yahweh, Yehova na mengine mengi. Kwa hiyo yule ambaye mtaita Yehova, Yahweh, Elohim, El Shaddai, Mwenyezi Mungu, Bwana wa majeshi, Bwana wa milele, yule ambaye mnahita jina lake halisi kabisa ni Dibole. Yaani Dibole ni demon. Ni demon ya daraja la juu ambayo ndugu zangu ni katika umbo la tai. Yes. Na haya tumeshawahi kuyatoa na kuleta vidhibitisho ndani ya Biblia kabisa
ili kuwaonyesha kwelikweli kwamba huyu Mungu mnayeabudu ni demon ambayo ni katika umbo la ndege tai. Ndio maana atawaambia Wakristo, mnaweza mkasoma ndani ya Biblia zenu, utufunike kwa mabawa yako Bwana. Mnafikiri kitu, mnaposoma mnafikiri kwamba ni alama ambazo wanaziacha, lakini nyinyi hamwezi mkaona. Sasa sisi tunapowaambia mnaanza hapana, hamwelewi vizuri. No, ni hivyo, yaani utufunike kwa mabawa yako, kwa mabawa, kwa sababu ni demon katika umbo la ndege, na sio ndege ndogo, ndege tai kabisa. Ha. Na sasa ndio mtajua hata kuhusiana na huyo Yesu. Nilisema kwamba kuna kipindi ambacho kitakuja nayo likiruhusu, ili kuambia kwa nini mnafanya mnashindwa kutofautisha kati ya Yahweh na huyu mtakayeita Yesu ambaye ni Dibole na Mitele. Hamjui kwa nini kwa sababu ndio maana watu watasema kwamba yeye ni Mungu, yeye ni Yesu, yeye ni mwana, yeye ni, hamjui kwa nini. Lakini mafundisho, siwezi nikatoa siri hii kwa sasa hivi, lakini hiyo nikiruhusu, kipindi kikifika, basi mtaenda kujua kwa nini watu wanashindwa kufanya tofauti. Ndio maana watasema kuna mara Yesu ni Bwana, Yesu tena ndio Mungu, ndio Yehova, ndio nini, mambo kama haya. Kwa hiyo Ngungwa Ngandula na Dingongodiba watafanya mazungumzo na Dibole. Sasa hayo mazungumzo watayafanya kwa namna gani? Ina maana kwamba huyu Mungu mnayeita Mungu wenu ndani ya Biblia za kisasa, sasa ndani ya dini zenu, ambaye ni Yehova Yahweh Elohim Shaddai, mwelewe kwamba yeye mwenyewe, yaani kuna demon ambazo ziko juu ya huyo Mungu wenu ambaye ni Dibole, ambaye ni demon pia. Kwa hiyo yeye ni moja kati ya demon za daraja la juu, lakini juu yake kuna demon zingine ambazo zina nguvu kuliko yeye. Kwa hiyo Mungu mnayeabudu sio hata demon ya kwanza, hata ya pili, hata ya tatu. Hivi sijui kama mnaelewa vizuri. Hilo mlielewa. Sasa yeye atapewa jukumu, na hilo jukumu ambalo Ngungwa Ngandula Lemba, hiyo demoni ya kwanza na ya pili Dingongodiba wanampatia, sio jukumu ambalo wao wenyewe wamelipata, ambalo wao wenyewe walifikiri tu wakasema kwamba iwe hivyo. Hapana, yaani ina maana kwamba nao pia walipewa, kwa sababu walianzishwa, walipata uanzishwaji, ili nao pia baadaye waje kuongea na Dibole, kuambia kile ambacho watakacho kifanya. Sasa haya mambo nao pia waliyapata wapi? Walizungumza na Dibole ambaye katika miaka mabilioni kadhaa atajulikana kwa jina la Yahweh Yehova na mengine. Demon ni ndege incubus, unasikia? Ndege, yani incubus ni ndege, yani tuseme ni demon ambayo inakuja usiku kutembea na wanawake usiku. Ndio maana mnasikia wale walio wengi ndani ya Biblia, ndani ya dini hizo, mtakuta wanasema kwamba usiku kuna mwanaume ambaye anakuja kutembea naye, wanasema night Mary, sijui kama wanasema namna gani, mwanaume wa usiku, mambo kama haya, za mwanamke wa usiku, mambo kama haya. Ni demon yenyewe, yani Dibole ambaye huyu ambaye mtaamini na kuabudu kwamba ni Mungu wenu, yani yeye mwenyewe ni demon. Sasa ni demon ambaye ni incubus ambazo ni demon ambazo ni za wengine wanasema nani ya mahaba usiku, mambo kama haya. Yani anakuja usiku, anakuja kutembea na wanawake katika ndoto zao. Hizo demon ndio aina moja kati ya hizo aina ambazo zinakuja kufanya hivyo. Ni demon ndege incubus ya kidini yenye nguvu ya daraja la juu ya jamii ya demon ndege mseto katika umbo la tai kwa maneno haya. Kwa hiyo walimwambia Dibole kwa maneno haya, yani Ngungwa Ngandula Lemba na Dingongodiba walizungumza na Dibole wakamwambia kwa maneno haya: Dibole, utazungumza kwa njia ya mafumbo. Sikilizeni kwa makini. Utazungumza kwa njia ya mafumbo, kuna mabano, kwa msukumo wa kichawi, tunafunga mabano, kwa wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko metisi, ukiwaambia kuna nukta mbili. Hizi ndizo sikukuu mnazopaswa kusherekea kwa ajili yangu mimi Dibole, ili kuniabudu. Kuna mabano yaliyo, yani hizo sikukuu zilizoidhinishwa na shetani. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ina maana kwamba ni shetani Mlima Bobe aliyotoa oda ya kusema kwamba Ngungwa Ngandula Lemba na Dingongodiba waje wafanye mazungumzo na Dibole, ili kwamba Dibole apate kuwaambia wazungu na damu mchanganyiko pamoja na weusi, yani wale wasioanzishwa, lakini atawavuvia kimafumbo, kichawi kabisa, ili kwamba wavuvie hawa watu wasio katika ukweli, wawe wanasherekea sikukuu fulani katika lengo la kwenda kwa mwabudu yeye Dibole ambaye muteta Mwenyezi Mungu Yehova Yahweh Elohim. Lakini hiyo ibada mutaifanya hivyo, shetani anajua kwa nini anafanya hivyo, kwa sababu mutamwabudu yeye Dibole, lakini aliye nyuma ni nani? Ni shetani mwenyewe, kwa sababu shetani, kama mnapenda kujua, hana haja ya kupata maabudu yenu nyinyi.
Sikilizeni kwa makini, nyinyi nyote mlio katika hizo dini, msifikiri kwamba maabudu yenu mnaipeleka direct kwa shetani. No, shetani hana haja kwamba nyinyi apate hiyo nishati yenu kupitia nyinyi wenyewe, hana huo muda. Ndio maana shetani mwenyewe anapata nishati yenu kupitia demoni hizo. Mnaona, yani anaweka pale ndani dibole, nyinyi mnaenda kuabudu dibole, yeye anachukua sasa nishati kupitia dibole. Hivi ndivyo anavyofanya, mwelewe vizuri. Sasa nyinyi mnafikiri kwamba mko hapo mnaabudu Mungu waza Mungu. No, ni demon ambazo wanaziabudu. Kwa hiyo maandiko hapa yanaonyesha kwamba sio hata Yawe Mwenyezi Mungu, Mungu wa milele, sijui Bwana wa milele, ambaye ni chanzo cha kuweka siku ya Sabato, ambapo itasemekana kwamba aliumba mbingu na dunia kwa siku 6, halafu siku ya 7 akafanya nini? Akapumzika. Bali alipewa agizo, na kabla ya hapo alipokea pia uanzishaji, yani alianzishwa kwanza yeye dibole namna gani ya kutenda haya mambo. Wanatakiwa kuelewa. Ndio maana sasa miongoni ya hizo sikukuu zote ambazo ataenda kuwaambia wasioanzishwa na wazungu na damu mchanganyiko, sikukuu ya kwanza ambacho ni kipengele cha kwanza inahusu Sabato. Sabato ambayo walio wengi wanajua Sabato ni nini kwa maneno tu ya juujuu, lakini sisi tutaenda kuambia Sabato katika maana ya siri ya ndani ambayo watu wengine hawayajui. Kwa hiyo Sabato hiyo kila baadhi ya watu watasherekea kwa namna wao wanavyosema. Wengine watasherekea Ijumaa, wengine itakuwa ni Jumamosi, wengine itakuwa Jumapili. Lakini pamoja na hiyo yote, wanapenda kusema kwamba kuna siku moja ambayo Mungu wao alipumzika tu, na wao kama vile viumbe wanatakiwa kumuiga Mungu wao, na ndio maana Mungu akawaambia lazima mfanye nini? Mjipumzishe. Sasa muda huu watu wanaendelea kusherekea kuhusiana na hiyo Sabato, lakini tatizo ni kwamba watu hawajui maana kabisa ya hizo sherehe ambazo wanaenda kuzisherekea. Sasa ikiwa Mungu alipumzika siku ya 7 na akaibariki akaiwekea kabisa wafu, akaibariki hiyo siku ya Sabato, ina maana kwamba siku zingine zote kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya 6, hizo zote hazikufanya nini? Hazikubarikiwa. Na ndio maana inaleta mantiki kwamba huyu mtakayeita Adamu na Eva, baadaye Eva na Adamu na Eva wapate kuanguka, hiyo inaleta mantiki. Hakuna mtu ambaye ameshawahi kuongea hili, unamuelewe vizuri. Ikiwa Adamu ataanguka, ni kawaida yeye kuanguka, kwa sababu kwanza mwenyewe aliumbwa siku hiyo ambayo ni siku ya 6, na ni siku hiyo sita ambayo ameumbwa yeye, hajabarikiwa kwa sababu hiyo siku Mungu hajaibariki. Mungu alibariki tu siku ya 7. Unaona, alitakasa hiyo siku ya 7. Kwa hiyo siku zingine zote hazikutakaswa. Kwa hiyo Adamu kuanguka kwake, anaweza kaanguka tu kwa sababu hiyo siku kwanza yenyewe ambayo ameumbwa yeye haina hata utakaso hata kidogo. Sasa kama jinsi nilivyosema kuhusiana na siku ya kupumzika, baadhi watasema kwamba ni Jumamosi, wengine Ijumaa, wengine Jumapili. Lakini hata kama iwe hivyo, tumeshaona kwamba mkiwa hata hii ni Ijumaa, Mungu wenu ndani ya Biblia za kisasa hajafanya nini? Hajatakasa siku ya Ijumaa. Ikiwa ni Jumamosi, hajatakasa hiyo siku ya Jumamosi. Labda Jumapili ndio amesema ameitakasa, lakini pia anaomba wale waumini waende kuitakasa tena. Sasa kama wewe umetakasa, sasa kwa nini waende kuitakasa tena hiyo siku ambayo wewe tayari Mungu umeshaitakasa? Sasa tutaenda kuwapatia chimbuko la sikukuu hizo, na kipengele cha kwanza, Sabato ni nini? Tumeshawahi kuongelea kuhusiana na Sabato, lakini walio wengi hawajui maana halisi. Ni nini kilichojificha nyuma ya Sabato, ambayo hata wale wanaojiita kwamba Wayahudi hawajui ni nini kilicho nyuma. Inaweza kusema hivi, kitabu hicho cha Kala Tabamu Lumba Bungulane kwenye mstari wake wa 473 inasema, kwa siku 6 mtafanya kazi yenu. Sikilizeni kwa makini sasa. Lakini siku ya 7 ni Sabato, kuna mabano Shabat. Sasa Sabato maana yake ni nini? Sabato kwa kila mtu ambaye anayeshiriki kwamba anaenda kumwomba Mungu sehemu wakati fulani, yani siku fulani kwa wiki, mjue kile ambacho mnaenda kukifanya ndio hiki. Yani Sabato ambayo watu wanasherekea, nyuma kwake kabisa siri ambayo inajificha ni nini? Ni ishara ya kizuizi cha ukomavu wa mtu mweusi kwa siku ya 8. Maana yake ni nini? Nasimamia kwanza hapo, kwa sababu moto ambaye ni mtu wa kwanza katika hali inayoonekana aliumbwa katika uzirisho wa 7. Sasa anapozirishwa uzirisho wa 7,
inatakiwa sasa kwenye udhihirisho wa 8 aluba, ambayo ni siku ya 8, apate sasa kutoka sasa, kwa sababu atakuwa sasa amekomaa tayari, yaani atakuwa tayari ameshapita katika uanzishwaji, ili apate kufikia kwenye siku ya 8. Sasa ni katika hiyo siku ya 7 ndipo Musingedi ambao wataita shetani mlima bobe, ndipo alipokuja kukatisha hilo, alimfanya alale, tuseme kwa namna hiyo, mwelewe kwa namna hii, sio kwamba alimlaza, hapana, lakini ni kama vile asipate kukomaa, kwa sababu alikuwa katika mwendo ili kwamba apate kukomaa, lakini hakufikia ili aingie kwenye siku ya 6. Kwa hiyo akasitisha kwenye hiyo siku ya 7, ndipo kila kitu kikasimamia hapo. Ndio maana hata siku hii mnaanza Jumatatu hadi mnafika Jumapili, tena mnaanza Jumatatu. Kwa nini hakuna siku ya 8? Kwa nini? Mnajua kwa nini? Kwa sababu moto asingeanguka hiyo siku ya 7 kama tuna siku 8 za wiki, aidha zingekuwa zaidi ya hapo. Mwelewe vizuri, ikiwa ni 7 alafu tena inarudia tena, ni kwa sababu ni hapo ndipo moto aliangukia, pap, ikaishia hapo. Sasa ingetakiwa afike kwenye 8 ili kwamba awe kamilifu, au tayari uanzishwaji umetulia. Sijui kama mnaelewa hivi. Sasa na ndio maana hata kwa taifa la watu weusi inaombwa zaidi kwamba mtoto yeyote wa kiume ambaye amezaliwa katika familia ya mtu mweusi, uwe katika ukweli, usiwe katika ukweli, kwanza mtu mweusi anatakiwa kutahiriwa. Achana na hizi historia zote za Biblia za kisasa ambazo watasema kwamba utahiriwe usitahiriwe haimfanyi mtu kitu chochote, bla bla bla. Hapana, alama inayoonyesha kwanza mtu ni wa taifa kabisa, kwanza unatakiwa kutahiriwa wewe mwanaume, mvulana yeyote yule ambaye ni mweusi. Hilo ni sharti, haijalishi unaishi wapi, uko wapi, katika mazingira yapi, unatakiwa kutahiriwa na usijitetee. Haina haja kujitetea, hii ni sheria ya milele ambayo hauwezi ukaibadilisha. Kwa nini? Kwa sababu kaka zetu nao pia ambao mnaita malaika, makerubi, mashirafi, ambao wako katika agizo kula vitu, waliumbwa wao wametahiriwa. Hivi mnaelewa vizuri? Wameumbwa wanatahiriwa, kwa sababu roho za agizo kula vitu pia wana nini? Wana jinsia, ni waume, hakuna jiki. Wale ambao mliita malaika, makerubi, hakuna jike, wote ni dume. Hilo mlielewe vizuri, na wao wametahiriwa. Sasa mtaniuliza sasa, wao inawasaidia kitu gani? Kwa nini wana hiyo jinsia? Hakuna jiki. Je, wanakuja kutembea na wanawake katika dunia hii? Nao hapana. Kwao roho za agizo kula vitu ambao hawajaanguka, ambao wapo kule, ni kama vile mapambo ya mwili. Wewe mwanaume ambaye unanitazama, hauna matiti, si unayo? Inafanya kazi gani? Unanyonyesha mtoto? Jibu ni hapana, si ndio? Sasa lakini yapo tu, si ndio? Ni mapambo tu ambayo yanapendeza pia mwili. Kwa hiyo ndugu zangu, nikupenda kukwambia kwamba hayo ni mambo ambayo yalitendeka, yaani lengo ni kwamba kuhakikisha kwamba huyu mtu asifikie kwenye ukomavu wake, ambaye ni mtu wa kwanza. Na kutokana na hilo sasa, kila mvulana wote mweusi anapozaliwa, anapofikisha umri wa siku 8 anatakiwa kutahiriwa, kwa sababu akitahiriwa, yani italeta kiashiria kwamba amekuwa mtu mzima, lakini bado ni mtoto. Sijui kama mnaelewa hivyo, yani ili kwamba apate kutahiriwa, kwa sababu wakati moto alipoanguka ni kama vile govi ya ngozi yake ilishuka, ni kama vile, sio kwamba ilifanya hivyo, hapana. Sasa ndio maana, kwa sababu moto naye pia wakati alipoumbwa aliumbwa ametahiriwa. Hata hapa katika hali inaonekana mwili wake aliumbwa ametahiriwa. Kwa hiyo sasa, wakati ambapo yeye atakapotenda dhambi, ina maana kwamba hata watoto ambao atakaozaa watakuwa na govi, lazima watahiriwe. Na ndio maana mambo hayo yalitendeka, na hivyo ndivyo ilivyo kwa watu weusi wote, na pia hata wa rangi zingine ambao watakubali ukweli wanatakiwa, ni lazima watahiriwe. Hilo ni hivyo tu. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo Sabato sasa, mkienda sasa kusherekea, nyinyi mnaenda kusherekea kwamba mnaenda Sabato, twende Jumapili, Jumamosi, sasa Ijumaa tuenda kusherekea, ni siku ya Bwana. Ni siku ambayo mnasherekea kutokukomaa kwa mtu mweusi, yaani lile anguko ambalo lilimtokea mtu mweusi alipodanganywa na shetani kupitia nyoka. Hicho ndio kitu ambacho mnaenda kusherekea hivi. Sijui kama mnaelewa. Na yule ambaye mnaenda kusherekea hivyo ndiye babu yenu nyinyi watu weusi, ndio tumetokana huko. Kama sisi tuko katika hii hali, ni kwa sababu walianguka kwa mujibu.
Sasa nyinyi mnaenda humo ili kwenda kusherekea hilo anguko ambalo lilitokea. Hiyo ndio maana ya Sabato. Hiyo ndio maana ya Sabato, kwa sababu walio wengi wanafanya mambo lakini hawajui maana ni nini hasa, na hilo lengo ni nini? Ni mwende kumwabudu huyu Dibole ambaye mtaita Yehova Yawe Elohim Shaddai na majina mengine ambayo mtayaita, ili kwamba shetani pia apate kunyonya nishati yenu hasi kutoka kwa hiyo demoni ambayo ameiweka. Hicho ni kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili ni kuhusiana na Pasaka na sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Hayo ni mambo ambayo yanatendeka kwa sababu mmeshawahi kusikia kuhusiana na Pasaka, lakini cha kushangaza tena katika hiyo Pasaka, mkiangalia vizuri, wanawambia tena kuna mayai. Mayai yana uhusiano gani kati ya hiyo Pasaka na kufa kwa huyu mtakaita Yesu? Hamjawahi kujiuliza? Jiulizeni kwanza, kwa nini wakati wa Pasaka mnasema Esta mayai wakati wa Pasaka? Jiulizeni kwa nini, kuna uhusiano gani kati ya huyu mtakaita Yesu na mayai? Mnasherekea tu lakini hamjui kwa nini, na ni maelezo mtakayoambiwa yatakuwa ya juujuu tu, lakini ndani hamjui. Na msiniulize kwamba imani maana yake nini. Nendeni kuuliza kule kwenu ambako muko, kwa sababu nyinyi mnaamini huko kile ambacho tunaongea hapa mara mnabisha. Nendeni mwambiwe, lakini mtakachoambiwa ni juujuu tu, lakini ukweli upo, unajulikana. Kwa sababu wengine watasema kwamba ya jogoo aliwika kwa sababu jogoo aliwika ndio maana. Jogoo aliwika, sasa unaishaona wapi jogoo anataga? Jogoo hatagi mayai bwana, anayetaga mayai ni kuku. Mtuambie kwa nini mayai, kuna uhusiano gani kati ya huyu mtakaita Yesu na mayai? Sasa kingine kitu ambacho watu hawajui ni kwamba kuna aina mbili za Pasaka. Kuna aina mbili za Pasaka. Kuna Pasaka ya Wayahudi na kuna Pasaka ya hawa wanaojiita Wakristo. Pasaka ya Wayahudi ni katika kumbukumbu kwamba Yehova Yawe Elohim aliwatoa katika utumwa wa nani? Wa Farao katika nchi ya Misri. Ingawa tunajua sote kwamba hii historia ni ya uongo, haijawahi kuwepo. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini Pasaka kwa upande wa Wakristo, wao ndio hiyo ambaye wanaamini kwamba huyu Yesu alifariki, yeye ni Pasaka yao, amejitoa kwa ajili yao, amekufa msalabani kwa ajili yao. Hiyo ndio Pasaka ya kwao. Lakini kitu ambacho wamesahau ni kwamba hata huyu Yesu kabla hajafariki aliwahi kusherekea Pasaka. Aliwahi kusherekea Pasaka kabla hajafariki. Sasa ndio maana wauliza, nyinyi mnasherekea wapi? Yeye amesherekea ya kwake, lakini yeye anapokuwa na nyinyi pia mnamsherekea. Sasa yeye msherekea wapi? Ya kwake hasa ile ambayo yeye naye pia alisherekea. Haya ni mambo yenu, mnaweza mkajichunguza na muelewe ni nini ambacho kinaendelea. Kwa hiyo kuhusiana sasa na Pasaka, wanaposema Pasaka nimeshatoa maelezo kuhusiana na aina mbili za Pasaka. Wayahudi zaidi sana ni kuhusiana na historia ya wana wa Israeli wametolewa katika nchi ya Misri, lakini ni historia ambayo ni ya uongo, haijawahi kuwepo. Sasa pia wataongelea kuhusiana na mikate isiyotiwa chachu, isiyowekwa chachu. Wakati huu mnajua chachu ni dawa, si ndio? Ni dawa ambayo nasema zaidi sana dawa ya maandazi ya mkate, tuseme hivi. Yaani ni dawa ambayo inayofanya yani hata andazi livimbe, naweza mkate uvimbe. Ina maana kwamba usipotumia hiyo dawa ambayo ni chachu, yani mkate aweza andazi haliwezi likavimbe, itakuwa tupu, limeshuka. Hivi mnaelewa maana yake? Sasa jiulizeni, umeshawahi kujiuliza na muulize, kwa nini wakati huo, kwa nini katika sherehe hiyo hamruhusiwi kula mikate ambayo imewekwa chachu? Hivi umeshawahi kujiuliza kwa nini mnakatazwa katika kipindi hicho kwamba inatakiwa pia mikate isiyowekwa chachu? Kwa nini? Kuuliza sio ujinga, kuuliza unapenda kujua, ili kuondokana na ule ujinga ambao uko nao. Lakini majibu hakuna, na kama utapewa majibu yatakuwa ya juujuu tu kuwadanganya. Lakini sikilizeni hapa mwende kuelewa kwa nini wanawakataza msile mikate ambayo imewekwa chachu. Jioni ya siku ya 14 ya mwezi wa kwanza, wakati wa uzirisho wa usiku, ni Pasaka. Kuna mabano Pasaka. Sasa watawaambia ni nini Pasaka?
ni ishara ya kutoka kwa sehemu ya watu weusi kutoka kwa sheria za neno. Tunafunga mabao. Kwa hiyo Pasaka itaonyesha kwamba wataenda kusherekea, yaani ulimwengu wa giza la kichawi unafurahia kwa namna gani baadhi ya watu weusi wanaachana na sheria za neno la Loba na kujiingiza katika mambo mabaya ya kichawi, yaani na kuasi. Wao wanasherekea, wanafurahia, na hicho ndio kitu ambacho nyote mnachokifanya. Ina maana nanyi pia ni wachawi. Hilo ndio jambo ambalo lipo. Kwa hiyo maana ya Pasaka ni ishara ya kufurahia, yaani ulimwengu wa giza la kichawi unafurahi kwa namna gani sehemu ya watu weusi inaendelea kupotoka na kuendelea kufanya mambo ambayo si mazuri. Hicho ndio kitu ambacho mnasherekea wakati wa Pasaka, kama hamjui. Kwa heshima yangu ni Debolewe, ndio anasema, yaani Yehova Yawe Elohime, Mwenyezi Mungu, iliyoidhinishwa na Shetani, mimi Dibole Bwana. Kwa hiyo watu watafanya hivyo katika lengo la kwenda kusherekea kabisa anguko la baadhi ya watu weusi ambao watatembea si kulingana tena na neno la Loba. Alafu baada ya hapo, na siku ya 15 ya mwezi ni sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Sasa hapo ndipo sasa watawaambia kwa nini mikate isiyotiwa chachu. Watawapatia maelezo ya juu kusema kwamba mikate isiyowekwa chachu kwa sababu wakati Mungu alipowatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri katika utumwa, yaani aliwaondoa haraka haraka. Kwa hiyo hawakuwa na muda wa kuandaa tena mikate za andazi ambayo mtaweka dawa nini chachu, hakuna. Ndio maana wakafanya tu mikate haraka haraka ambayo haina hata chachu ili kuja, na ndio maana watu wanakula hiyo bila chachu. Huu ni uongo, wanawadanganya. Mnadanganywa hakika. Sikilizeni maana yake ni nini. Siku ya 15 ya mwezi ni sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, kuna mabano, ishara ya kuzoofika na kuzalilika kwa sehemu kubwa ya wasioanzishwa. Kwa hiyo ni wakati ambapo yani wasioanzishwa weusi wanazoofika, wanazalilika. Hivi sijui kama naelewa vizuri, kwa sababu unajua kwamba ikiwa ulikuwa na vimba alafu unafanya hauna manufaa, umezalilika, kwa sababu kikawaida unatakiwa uwe umevimba. Sasa ndio maana wanawaambia kwamba nyinyi, yani wakati mnapoenda kusherekea, ina maana kwamba ni sehemu kubwa, ni sehemu ya nani, ya watu weusi wasioanzishwa, yani imefanya nini, imezofiki, imeingia katika uzalilishaji. Kwa hiyo ulimwengu wa giza la kichawi unawazalilisha kwa sababu wameasi njia, wanaendelea kufuata kile ambacho si kizuri. Alafu akasema hivi, kwa heshima yangu, kuna mabano, iliyoidhinishwa na Shetani, mimi Dibole Bwana, kwa siku 7 mtakula mikate isiyotiwa chachu. Yaani kwa siku 7 mnatakiwa kula mikate isiyotiwa chachu, ambayo ni ishara ya kuzofika na kuzalilika kwa wasioanzishwa, ambao hawataweza kupenya ukomavu wa siku ya 8. Kwa hiyo ukomavu wa siku ya 8 ni pale sasa ambapo mtu mweusi anaanza kutambua ukweli wake, ni huhu anaondokana sasa na kile ambacho alikuwa amedanganya. Mnaona ndugu zangu, ili kwamba apate kuingia awe mtu ambaye ni mpya, mtu ambaye anatembea kulingana na sheria zenyewe ambazo ni za neno lake Loba Tite Momba pekee wa kweli. Kwa hiyo ikiwa kuna wakati fulani ambapo mtu anaambiwa kwamba ale mikate isiyowekwa chachu, lakini baada ya hizo siku tena anaweza akala sasa mikate ambayo imewekwa chachu, aiza muwepewe tu, msio mnakula mikate ambayo ina chachu, aiza msifanye hivyo. Lakini kuna wengine ambao hawaheshimu hizo sheria za Yehova ya Elohim, hawaweki, yani wanakula tu. Mnatakiwa kuweka na muheshimu hizo sheria, kwa sababu ni Mungu wenu ndio amewapatia, ili kwenda kufurahia namna gani mnavyo weusi nyinyi mnavyozalilika. Kwa sababu hata wewe mwenyewe unapoenda kusherekea, na wewe pia unajisherekea wewe mwenyewe humo, kwa sababu wewe ni miongoni mwa watu weusi ambao mko katika ujinga. Hilo muelewe vizuri. Mtaiweka wakfu. Sikilizeni sasa, ndio hapo sasa, hiyo siku hiyo ya 7, hiyo siku hiyo ya mikate hiyo siku mtaiweka wakfu. Ikiwa ni yeye Mungu ndio ametengeneza haya mambo yote, tena wewe mtu utaiweka wakfu namna gani? Mtaiweka wakfu siku hiyo
kwanza ya sikukuu hii kwa kusanyiko litakalowekwa wakfu kwa ajili ya kusherekea ibada, kuna mabano ya kichawi. Hamtafanya kazi yoyote ya kila wiki siku hiyo, kuna mabano hii, kwa matumaini ya kurekebisha sheria za roho zinazosimamia siku za wiki. Maana yake ni nini? Ulimwengu wa kiroho unatuambia kwamba, na wakati moto alipoanguka na wakaambiwa kwamba kwa taabu atakula siku zote za maisha yake. Ina maana kwamba anatakiwa kufanya kazi ili kula kila siku. Sasa hapa wamekuja kwa sababu kila siku tuseme Jumatatu hadi Jumapili, kila siku ina roho msimamizi wa hiyo siku katika agizo kula vitu, na ana jina lake. Kwa sababu siku ya kwanza mnasema Jumatatu, Jumanne, hayo kuna majina ya roho za agizo kula vitu ambao wanaitwa wao, wakabadilisha wakaanza Jumanne, Jumatano, lakini ni kaka zetu wa kiroho ndio wako pale. Ina maana kwamba kama kuna roho ambayo ni wa siku ya Jumatatu, roho wa siku ya Jumanne, Jumatano hadi Jumapili, wako pale katika shughuli. Unapofanya kazi yako hiyo siku, yeye yuko pale. Wewe ambao unatembea kulingana na ukweli, anahakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri. Lakini sasa mnaambiwa hiyo siku ya Jumapili ambao watazama hiyo siku hamtakiwi kufanya kazi yoyote. Ina maana kwamba wanapenda kutengua, aidha kuingilia kati hizo sheria, yani roho zinazosimamia hizo siku za wiki katika hali inayoonekana. Hivyo ndivyo ulimwengu wa giza la kichawi unavyopenda. Siku ya saba mtakusanyika pamoja na viongozi wenu kuniabudu, kuna mabano, iliyoidhinishwa na Shetani, tunafunga mabano, na hamtafanya kazi zenu zozote za kila wiki, kuna mabano, ishara ya kufutwa kwa kuingilia kati kwa roho zinazosimamia siku za juma katika hali inayoonekana. Kwa hiyo munaelewa vizuri. Kipengele cha tatu, sikukuu ya mganda wa kwanza. Wakati nyinyi, kuna mabano, wazungu na damu mchanganyiko metisi, tunafunga mabano, mtakapokuwa katika nchi eneo la bahazi, kuna mabano, watu weusi kutoka uzao wa moto, ambayo mtakuwa hayo maeneo mtakuwa mmechukua, kuna mabano, kwa ujanja, ulagai, nguvu, tunafunga mabano, mkato, mtavuna hapo, mtamletea mchawi, ambayo ndani ya mabano, mkisoma huko ndani ya Biblia zenu wanaita kuhani, kwa sababu makuhani ndani ya Biblia za kisasa ni wachawi. Na sasa mnapoongelea kuhusiana na Haruni, msome kitabu cha Walawi. Hata unaposoma kitabu cha Walawi utajihisi kwamba hauna amani, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo unahisi hata ufahamu wako kama mambo hayako sawa. Ni mambo ya kichawi ambayo yako pale. Haruni na Musa wa Biblia wote walikuwa ni wachawi. Hakuna tofauti na hawa wanaoitwa kwamba waganga wa kienyeji. Mnawatusi angalia waganga wa kienyeji, mtaenda kuzimu, mtaenda kuungua. Wataenda kuungua namna gani? Wataenda kuungua namna gani? Kama na wao wataungua, ina maana kwamba hata Haruni naye pia na Musa wanatakiwa kuungua, kwa sababu kama kuna mambo ya kuchinja, kunuia, kuweka damu, kupaka, kufanya mambo mengine walifanya ndani ya kitabu cha Walawi. Sasa hao mnaohaita kwamba ni waganga wa kienyeji, mnawacheka, wanasema kwamba hawajui Mungu. Hawajui Mungu namna gani? Wanamjua vizuri, kwa sababu nao pia wanafanya hivyo hivyo. Kila ambacho Mungu alikuwa anawaambia nani, Musa na Haruni wafanye, nao pia wanafanya hivyo. Wanafanya hivyo. Kwa hiyo ulagai, nguvu, mtavuna hapo, mtamletea mchawi, yani kuhani, mganda wa kwanza, yaani shina lote la nafaka lililopangwa kuunganishwa, ili masuke yote yawe upande mmoja na yawekwe, yani kuunganishwa pamoja kati yao, ya mavuno yenu, yani matendo maovu, ambayo ni ishara ya kuwasilisha baadhi ya wale kuna mabano, yani wasioanzishwa kutoka kwa uzao wa moto kwenye imani potofu. Kwa hiyo wanaposema kwa mfano kuleta hiyo nani ya mganda, yani napenda mganda, sisemi wapendwa ambao wanaishi Uganda, hapana, yani mganda wa kwanza kuhusiana na mambo ya mimea ya kuvuna, ina maana kwamba watawakilisha, yani mganda utawakilisha wasioanzishwa, watu ambao hawako katika ukweli. Sasa wanapokuja katika hizo ibada kama jinsi mnavyofanya, ni kama vile mganda ambao mnauleta, yani ni sherehe ambayo watu wanasherekea hivyo, kwa sababu wameleta wasioanzishwa wengine, watu weusi, katika mambo ya kuabudu shetani bulibabobe kupitia hizo demoni ambazo ameziweka. Kwa hiyo ni sherehe ambayo inasherekewa. Kwa hiyo sasa siku inayofuata ya saba, kuna mabano, Sabato
ishara ya kizuizi cha ukomavu wa mtu mweusi kwa siku ya 8. Mtafanya kuna mabano kutimiza mbele yangu dibole, yani Bwana, ishara ya uwasilishaji iliyoidhinishwa na Shetani pamoja na mganda huu, ili mpate kibali changu. Kwa hiyo ni wakati huu ambapo watakuja kujiwakilisha mbele za hiyo demon ambayo teta Mwenyezi Mungu, Mungu wa mabwana. Katika hizo ibada ndio mnaenda kwenye dini. Ndio maana wakati mnapoenda katika hizo mnazoita kanisa, mnasema tunaenda kwenye nyumba ya Bwana, unaona, tunaenda kwenye Mungu, nani, nyumba ya Mungu, tunaenda ya siku ya Bwana, siku ya Mungu, tunaenda kwenye nyumba ya ibada, yani nyumba ya Mungu, nyumba ya Bwana, mambo kama haya. Mnaongea hivyo, amjui nini mnachomaanisha, kwa sababu hiyo imetengenezwa kwa sababu ya hizo demon. Hizo ndio mnaenda kuabudu, kwa sababu huyu Sulemani ndani ya Biblia za sasa amesema kwamba Mungu, kweli utanea ndani ya hizi nyumba, hii nyumba ambayo mimi nimekujengea, kwa sababu mbingu za juu zaidi haziwezi kukakutosha. Sasa itakutoshaje hii nyumba ambayo mimi nimejenga? Kwa hiyo hauwezi kusema kwamba Mungu yuko ndani ya nyumba, anaenda ya nyumba ya Mungu. No, Mungu hawezi akaenea katika hizo nyumba ambazo nyinyi mnasema. Kwa mujibu wa Sulemani, mtaongeza juu yake sadaka ya vipimo 6, yani kilo vya majivu, kuna mabano unga ya mtu aliyekufa. Unaona, kuna mabano kutoka miongoni mwa watu, yaani watu weusi wa hali inayoonekana, iliyochanganywa na damu. Kuna mabano ambao wataita mafuta. Haya mambo ambayo mnayasoma ndani ya Biblia za kisasa, kitabu cha Walawi, unaweza mkasoma kwamba wanasema mlete vipimo 6 kilo yani vya majivu, lakini ndani ya mabano ni unga. Sasa huu unga ni wa nani? Ni unga wa mtu ambaye amefariki, ambao wameua, sasa wakaunguza. Sasa unga, yani tuseme kwamba yale majifu yani ni majifu ya yule mtu ambao wameua, alafu wataichanganya sasa hiyo ili kukoroga sasa na damu, lakini wao ndani ya Biblia wataandika mafuta. Unaona, ambayo ikiteketezwa kwa moto iliyoidhinishwa na Shetani kwa ajili yangu dibole Bwana, na hii itakuwa kwangu kama harufu nzuri ya kutuliza. Unaona, ndio maana Mungu ndani ya Biblia za kisasa anaomba sadaka, kwa sababu anapenda kusikia hiyo harufu, kuhisi harufu, ili kwamba apate kujituliza. Mnaelewa hivyo? Ndio maana wakati ambapo wengine watasema kwamba kuna andiko linalosema wakati Yesu alipokuja katika dunia hii alisema kwamba Mungu hakuhitaji sadaka wala limbuko, lakini alimtarajishia mwili. Hamna, sio kweli. Hamwezi mkaniambia kwamba Mungu hakupenda sadaka wala nani. Mwache hivyo, kwa sababu sadaka ni nyingi tu ambazo amekula, na ambayo inajulikana na watu wengi kabisa ni ya Abeli. Abeli alileta sadaka yake, Kaini alileta sadaka yake, lakini hata ya nani ya Kaini hakuiangalia, hakuitazama. Alipenda ile sadaka ya nani ya Abeli, kwa sababu ilikuwa ya nyama. Unaona, akaiunguza kwa sababu anapenda kusikia harufu ya nyama. Yaani umeumba kiumbe chako umekiumba, kinachinjwa pale, harufu inapanda juu, unasema harufu nzuri. Kama si uchawi ni kitu gani? Kama si uchawi ni kitu gani? Nyinyi ndugu zangu ambao malala hamkeni, mnafanya mambo ya kichawi bila nyinyi kuwa na ufahamu huo. Sio mapenzi yenu, kwa kweli sio mapenzi yenu, nanyi pia mliingizwa tu, lakini fikirieni, mambo ya kichawi ndio mnafanyiwa humo. Hamkeni. Hamtasema kwamba hamkuelezwa, kwa sababu nasi pia tulikuwemo. Sasa tunajaribu kuwaambia nanyi pia ambao bado huu ujumbe haujawafikia, na ambao labda unaweza kuwa na wasiwasi na kile ambacho tunakiongea. Chunguzeni. Kabla ya siku mtakavyoletea sadaka mimi dibole, ni Bwana, iliyoidhinishwa na Shetani, hamtakula mkate wala masuke ya nafaka yaliyochomwa wala nafaka mpya. Hii ni amri ambayo lazima iendelee kutumika milele kwa vizazi vyote, popote mnapoishi. Kipengele cha 4, sikukuu ya wiki, ambao wengine wataita nafikiri Pentecost, vitu kama hivyo, kama sijakosea. Yes. Mtahesabu majuma 7 kamili kuanzia siku inayofuata Sabato, ambayo ni ishara ya kizuizi cha ukomavu wa mtu mweusi kwa siku ya 8, siku ambayo mtakuwa mmemleta mganda, yaani shina lote la nafaka lililopangwa na lililowekwa, ili masuke yote yawe upande mmoja
na yawekwe, yani kuunganishwa pamoja kati yao ya mavuno yenu. Yaani mavuno hayo ni matendo maovu ambayo ni ishara ya kuwasilisha baadhi ya wale wasioanzishwa kutoka kwa uzao wa moto kwenye imani potofu. Ndio ule mganda ambayo nimesema tena, iliyokusudiwa kuwasilishwa kwangu, ambayo imeidhinishwa na Shetani. Mtahesabu siku 50. Ndio hiyo Pentekosti. Maana yake nini siku 50 ambao watahesabu? Hiyo Pentekosti ambayo mnasema nani ya wiki, yaani mtahesabu siku 50, kuna mabano, ishara ya kuondolewa kwa uchawi hadi siku inayofuata ya 7 ya Sabato, kisha mtanitolea sadaka mpya iliyoidhinishwa na nani? Na Shetani. Kutoka mahali mnapoishi mtaleta mikate miwili. Maana yake ni nini kuleta mikate miwili? Inamaanisha, inaashiria kuzuia udhihirisho wa mikate miwili isiyoonekana. Yaani hapa tunaongelea mzaliwa wa kwanza na mzaliwa wa pili. Hiyo ndio maana yake, kwa ajili ya ishara ya uwasilishaji, kuna mabano, kwa ajili ya mabadiliko ya kichawi, kwa sababu watabadilisha majina, watabadilisha mambo kadhaa, kwa sababu kuna watu ambao tayari wameshaanza kuona. Ni kama vile leo sasa hivi tumeshaonyesha, na mzaliwa pia amekuja akaonyesha kwamba Shetani nani, Yesu ni demon ambayo ni mitele. Tayari wameshaanza kubadilisha. Nyinyi amuone, lakini sisi tunaona polepole wameanza kurudisha watu kwenye ukemiti, ambapo kule ukemiti watakuwa na Osire ambayo ni Osiris, watakuwa na Horus, watakuwa na huyu Mat, hao wote, kwa sababu huyo Osiris tena ndio yeye tena Yesu kwa sababu Osiris hajawahi kuwepo, bali ni jina ambao waliunda pia katika Misri, lakini nyuma kabisa mhusika ni huyu ambao wataita Yesu, anaitwa Mitele. Kwa hiyo wanamrejesha huko, kwa sababu wanapoona kwamba tayari wameshagundulika, wanabadilisha system. Kwa sababu ndio maana zamani hata huyu Yesu, uwakilishi wa huyu Yesu au kuwa wa mwanadamu ulikuwa, yani alikuwa ni nyama, tuseme ilikuwa ni Saturn, tuseme ni Azazeli katika umbo la mbuzi. Sasa baada ya kuona kwamba watu wameshaanza kusema kwa nini hiki wana kama hoga aza wa mwingine, ndipo sasa wakafanya nini? Wakaona waweke sasa ishara ya binadamu, sasa afadhali kwamba isilete uoga zaidi kwa wale ambao wanaamini, wanaabudu. Kwa hiyo wakasema hapa, yaani watu weusi wa hali inayoonekana iliyohokwa katika unga wenye chachu, kuna mabano, hiyo unga ulio na chachu, yani maana yake ni inayoashiria ongezeko la dhambi. Hii itakuwa sadaka ya mavuno yenu ya kwanza kwangu, iliyoidhinishwa na Shetani, mimi Dibole Bwana. Pamoja na mkate mtatoa pia wana kondoo 7, kuna mabano, ishara ya ufisadi kwa ulimwengu wa uchawi. Ndio maana yake wasio na dosari, yani hao wanyama, yani hao wana kondoo 7 hawataki kuwa na dosari, wa mwaka wao wa kwanza, ngombe dume 1 mchanga na kondoo dume 2, ambao watatolewa kwangu kama sadaka ya kuteketezwa, kwa mabano, iliyoidhinishwa na Shetani, pamoja na sadaka yao na sadaka zao na sadaka yao ya kinywaji pia, kuna mabano, ambayo ni kumwaga damu kama sadaka kwa heshima yangu. Mnaelewa vizuri? Itakuwa sadaka inayoteketezwa kwa moto, nayo itakuwa kwangu kama harufu nzuri na ya kutuliza. Uchawi ndio watu wanafanya. Pia mtamtoa mbuzi kama dhabihu, kuna mabano, kwa shukrani kwa bebandambodima mudima bobesa tezi, yani demoni katika umbo la mbuzi, kwa kuwasaidia kufanya matendo ya machukizo, tunafunga mabano, kwa kuwachochea wazao wengi wa moto, yani wasioanzishwa weusi kutenda dhambi, na wanakondoo 2 wa mwaka mmoja, kuna mabano, yani ishara ya ufisadi kwa ulimwengu wa uchawi, tunafunga mabano, kama dhabihu kwa ajili ya maombi ya uchawi, yani ushirikina, tunafunga mabano. Mchawi ambaye wataita kuhani atafanya pamoja na mkate wa mavuno ya kwanza ishara ya uwasilishaji, kuna mabano, kwa ajili ya marekebisho ya kichawi, tunafunga mabano, mbele yangu, kuna mabano, iliyoidhinishwa na Shetani, mimi Debole Bwana. Itawekwa wakfu kwangu pamoja na wana kondoo 2, yani ishara ya ufisadi kwa ulimwengu wa kichawi, na watarudi kwa mchawi, yani kuhani.
Siku hiyo hiyo nyinyi, kuna mabano, viongozi wa kidini wa wazungu na damu mchanganyiko metisi, mtawaita watu, kuna mabano, jamaa zenu na wengi wa wale, yani wasioanzishwa, wa uzao wa moto, ili wao pamoja na ninyi mniabudu mimi, kuna mabano, iliyoidhinishwa na shetani, kunafunga mabano, dibole Bwana. Hamtafanya kazi zenu zozote za kila wiki. Hii ni amri ambayo lazima ifanye kazi milele kwa vizazi vyote katika maeneo yote mtakayoishi. Milele maana yake ni nini? Ni kitu ambacho hakina mwisho. Kwa hiyo walipokuwa wakiandika haya na wanaweka watu katika ujinga, walifikiri kwamba hawatabadilisha, aweza itabaki tu hivyo na milele, hawatajua kile ambacho kinaendelea. Mnapofanya shughuli, yani kazi, mavuno na kazi zingine katika nchi yenu, eneo la baadhi ya wazao wasioanzishwa uzao wa watu weusi, yani wa moto, ambazo mtachukua, kuna mabano, kwa ujanja, ulaghai na nguvu, tunafunga mabano, hampaswi kufanya kazi ngumu, mtawaachia watu weusi, yani wasioanzishwa. Mimi ni Debole, yani Bwana Mungu wenu, pia aliyeidhinishwa na nani? Na shetani. Kipengele cha 5, sikukuu ya tarumbeta. Umeshawahi kusikia hivyo, sikukuu ya tarumbeta? Siku ya kwanza ya mwezi wa 7 itakuwa siku kubwa kwenu ya kupumzika, kuna mabano, kupokea uvuvio zaidi wa kichawi, tunafunga mabano, na milio ya tarumbeta, kuna mabano, italeta sasa, maana yake sasa, ishara ya ushindi kwa kuwashawishi, kuwatukana, kuwadanganya, kuwapotosha sehemu ya watu weusi wasioanzishwa, ili kunikumbuka mimi pamoja na sherehe za mikusanyiko ya kichawi zilizoandaliwa nami, kuna mabano, zilizoidhinishwa na shetani, yani dibole Bwana, kwa ajili ya kutekeleza ibada mbalimbali za kichawi. Mambo ya kichawi. Ndugu zangu, tumeingia pabaya. Hamtafanya kazi zenu zozote za kila wiki siku hiyo, kuna mabano, ili kupokea uvuvio zaidi wa kichawi, na mtanitolea mimi Dibole, yani Bwana, dhabihu zinazoteketezwa kwa moto, yani zilizoidhinishwa na shetani. Kipengele cha 6 kinasema kuhusiana siku ya upatanisho wa uchawi. Sasa wanasema hivi, siku ya 10 ya mwezi huu wa 7 ni siku ya upatanisho wa kichawi, yani sherehe za kichawi zinazokusudiwa kuomba msamaha. Wataomba msamaha kwa nini? Zilizoidhinishwa na shetani kutoka kwangu mimi Dibole. Yaani watu walio katika hizo dini wataomba msamaha kwa Dibole. Kwa nini? Kwa kutokutenda makosa ya kutosha dhidi ya sheria za neno. Mtajinyenyekeza na kunitolea mimi Dibole, yani Bwana, dhabihu za kuteketezwa kwa moto zilizoidhinishwa na nani? Zilizoidhinishwa na shetani. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho amesema kwamba ikiwa nyinyi hamjatenda mabaya zaidi sana, mnatakiwa kwa kweli, yani, muombe msamaha, kwa sababu vinginevyo mtapata adhabu kutoka kwake. Kikawaida ndivyo anavyowaambia hapa. Anaendelea kusema kwamba mtu yeyote, yani miongoni mwenu, ambaye hatajinyenyekeza siku hiyo, kuna mabano, kwa kutofanya makosa ya kutosha zaidi zidi ya sheria za neno, tunafunga mabano, atatengwa na jamii ya siri, nami mwenyewe nitamtoa kutoka kwenye jamii ya siri yeyote atakayefanya kazi yoyote siku hiyo. Hamtafanya kazi yoyote ya aina yoyote. Hii ni amri itakayotumika milele na kwa vizazi vyote katika mahali pote mtakapokaa. Hii itakuwa siku ya mapumziko kamili kwenu, ambayo mtajinyenyekeza. Kuanzia jioni ya siku ya 9 ya mwezi hadi jioni inayofuata mtahazimisha mapumziko haya, kuna mabano, hii ili kupokea mavuvio zaidi ya kichawi. Kipengele cha 7, sikukuu za vibanda, na ambacho ni kipengele cha mwisho. Siku ya 15 ya mwezi huu wa 7 sikukuu ya vibanda itafanyika, kuna mabano, ishara, yani sikukuu ya vibanda maana yake nini? Yani ishara, yani kitu ambacho kinafichika nyuma, ni ishara ya kuanzishwa kwa mafundisho ya uongo ambayo yangemfanya Diboleni, huyo ambaye mtaita Bwana, awalinde watu wake wanaoitwa jangwani kwa miaka 40. Itasherekewa kwa siku 7 kwa heshima
kuna mabano, iliyoidhinishwa na Shetani, kwangu mimi Dibole Bwana. Siku ya kwanza kutakuwa na mkutano wa kusherekea sherehe za kichawi zilizoandaliwa nami, yani zilizoidhinishwa na Shetani, yani Dibole Bwana, kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali za kichawi, kusanyiko la kichawi. Hamtafanya kazi yoyote ya kila wiki siku hiyo. Kwa siku 7 mtanitolea mimi Dibole, yani Bwana, dhabihu zilizoteketezwa kwa moto, yani zilizoidhinishwa na Shetani. Siku ya 8 mtakuwa na mkutano mwingine kwa ajili ya kusherekea sherehe za kichawi zilizoandaliwa nami, yani Dibole Bwana, kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali za kichawi, yani kusanyiko la kichawi, na mtanitolea dhabihu za kuteketezwa kwa moto, yani zilizoidhinishwa na nani? Na Shetani. Ni siku ya sherehe na mkusanyiko kwa ajili ya sherehe za ibada za kichawi zilizoandaliwa na mimi Dibole, yani Bwana, kwa ajili ya kuteketeza kutekeleza ibada mbalimbali za kichawi kusanyiko la kidini, ndio maana yake. Hamtafanya kazi yoyote ya kila wiki siku hiyo. Hizi ndizo sikukuu za kusherekea kwa heshima yangu mimi Dibole, yani Bwana, ambazo mtaniabudu na kunitolea kwa dhabihu zinazoteketezwa kwa moto, matoleo ya kuteketezwa na sadaka, dhabihu na sadaka za kinywaji zinazohitajika kwa kila siku, yani zilizoidhinishwa na nani? Na Shetani. Zitaongezwa kwenye zile mtakazozitoa wakati wa Sabato, ambayo Sabato ni ishara ya kizuizi cha ukomavu wa mtu mweusi kwa siku ya 8, pamoja na dhabihu zenu mtakazonitolea mimi Dibole Bwana, ili kutimiza naziri, yani iliyoidhinishwa na Shetani. Siku ya 15 ya mwezi wa 7 mtakapokuwa mmevuna mazao yote ya ardhi yenu, kuna mabano, ambayo ni mali ya watu weusi, tunafunga mabano, mtasherekea sikukuu kwa heshima yangu mimi Dibole, yani Bwana, kwa siku 7 iliyoidhinishwa na nani? Na Shetani. Siku ya kwanza na ya 8 zitakuwa siku za mapumziko, yani ishara ya kizuizi cha ukomavu wa mtu mweusi kwa siku ya 8. Siku ya kwanza mtachukua baadhi ya mazao ya miti yenu ya mapambo, matawi ya mitende, matawi ya miti yenye majani na mierebu, kuna mabano, mti au kichaka chenye matawi nyumbulika, tunafunga mabano, kutoka kwenye mito, kuna mabano, ishara ya kuanzishwa kwa sherehe za kichawi, tunafunga mabano. Kwa siku 7 mtafurahi mbele zangu mimi Dibole, yani Bwana Mungu wenu, nanyi pia kuna mabano, iliyoidhinishwa na Shetani. Mtaizimisha sikukuu hii kwa heshima yangu mimi Dibole Bwana, siku 7 kwa mwaka. Hii ni amri ya milele kwa vizazi vyote. Mtaiazimisha katika mwezi wa 7. Mtakaa kwa siku 7 katika vibanda, yani ishara ya kuanzishwa kwa fundisho la uongo kwamba Dibole Bwana aliwalinda eti watu wake jangwani kwa miaka 40. Wote watakaozaliwa kati yenu watakaa kwanza katika vibanda, kuna mabano, ili kuamini uongo huu, tunafunga mabano, ili wazao wenu waamini kwamba mimi Dibole Bwana niliwalinda jangwani kwa miaka 40. Mimi ni Dibole Bwana Mungu wenu, pia nimeidhinishwa na Shetani. Hizo ni baadhi ya sikukuu ambazo zinasherekewa, lakini kibaya ni kwamba wale wanaozisherekea hawajui maana halisi na chimbuko ya hizo sherehe. Kumbe ni Shetani mwenyewe aliyeziandaa, akazipitisha kwa nani? Kwa kwa Ngungwanga Ndulalemba, yani ni demoni ya kwanza, na Ndingongodiba. Alafu Ndingongodiba na Ngungwanga Ndulalemba wakamuita Dibole, wakampatia haya masharti kwamba ndivyo utakavyoambia wasioanzishwa, yani weusi wasioanzishwa, wazungu na damu mchanganyiko, hiki ndicho watakuwa wanakifanya kila wakati. Mnaona ndugu zangu? Kwa hiyo sasa ndio maana waambie dini zote ni za uongo, yaani imani zote nyuma ni Shetani ambaye yuko pale, na kuko demon. Kila dini kuna demoni yake ambayo watu wanaabudu. Kila dini haiko pale katika lengo la kumwokoa mtu mweusi aiza mtu yeyote, haipo. Hata mzungu na wengine, dini hazipo kwa ajili ya kuokoa yeyote, sio tu mweusi, hata yeyote. Hilo muelewe vizuri. Dini ziko pale katika lengo la kuhakikisha kwamba mtu mweusi anakufa katika uongo,
hajui njia, atafikiri kwamba yuko sawa, lakini anaongozwa na wale ambao wanajua kwamba sio sahihi wanachokifanya. Kwa hiyo ndio maana angalisho, fanyeni uchunguzi. Kwa kweli mliingizwa, hamkupenda nyinyi, lakini ni muda sasa wa kutafakari, kwa sababu umepewa akili na maarifa ya kutafakari kile ambacho unachokisikia, kile ambacho unachokiona. Usiweke moyo wako kuwa mgumu katika lengo la kuchunguza maisha yako, kwa sababu laangalia maisha yako ya baadaye, ni wapi utafanya hayo maisha yako ya milele, kwa sababu hapo hakuna uzima wa milele. Katika dini hakuna mambo ya uzima wa milele, musahau. Ukifariki ukiwa katika dini, hakika jua kwamba utapita kwenye hukumu tu. Hii nawaambia kabisa, yani hakuna wasiwasi kuhusiana na hilo. Mimi nawaambia, kwa sababu kweli ni moja, kweli sio mbili, na katika dini zote hakuna ukweli. Ukweli umeletwa na mtoleo wa pili. Ndio maana hata unaposikia mafundisho unasema wow, hayo ni ya tofauti. Kwa hiyo karibieni ndugu zangu, ukweli uko hapa. Kama uko na wasiwasi kuhusiana na mafundisho haya, chunguza, chukua kile ambacho unakijua, kile ambacho unafunzwa huku. Angalia, sisi tunapoongea tunaleta na maandiko ili mwende kuchunguza nyinyi wenyewe, kwa sababu hailazimishi. Yani hapa unapoingia katika ukweli, yani unaingia wewe mwenyewe umeridhika. Yani hapa sio kwamba unaisukuma kwa sababu fulani yuko ndani ya ukweli ndio maana mimi nakuja. No, hilo halipo katika ukweli, na kweli hailazimishi mtu. Yani mtu yuko free kukubali ukweli, yuko free kutokukubali ukweli, yuko free kufanya kile ambacho anakipenda, lakini hajui kwamba kuna hili na kuna lile. Kwa hiyo ndugu zangu, msiogope, msio na wasiwasi. Ni kweli ni mambo mapya zaidi sana kwenu. Miaka umezaliwa tu kwa humo, unakuja kusikia kwamba haya mambo yote ambayo mmeyafanya, mababu wote wamefanya, ulikuwa ni uongo mtupu. Sasa unajiuliza ni nini ambacho kitatokea. Sasa kama ukweli huu umekuja hivi, ina maana kwamba babu zote mababu zetu wote ambao wamefariki, mabibi na wengine, ina maana kwamba wao wataenda kuungua. Na kuambia kwamba kuhusiana na hukumu ya wao, hilo lisikupe taabu. Waachie mzaliwa wa kwanza na wa pili, watajua namna gani watafanya kwa watu wao. Hilo lisikusumbue wewe, ambaye umepata ufahamu huu wa ukweli. Ukiwa katika hali hii, ungali bado hai, fanya hatua tu. Hilo ndio jambo ambalo ni la msingi na muhimu sana. Lugha anaendelea kujitukuza.